ameshtuka, lakini pia amejisikia vibaya kwamba hii imekuaje tena. Kwa kama kuna la kujifunza ni kuishi vizuri na watu, kwa sababu hufahamu kesho yako, ama hufahamu kama hivi yeye amelala hatuoni sisi, lakini sisi ndio tunaojua kwamba ngoja niende nikamsindikize, ngoja niende nikamsitiri. Kwa hivyo wote tujifunze kuishi vizuri na watu, kwa sababu hujui nani atakusitiri siku utakayokuwa umetangulia. Msamaha kwa kweli ni jambo la muhimu. Kwanza wewe mwenyewe kujifunza kusamehe watu, lakini pia ukijifunza wewe kusamehe watu, ni rahisi kwako pia wewe kuomba msamaha ukiwakosea watu, kwa sababu hujui dakika inayofuata nini kitatokea. Mimi niwape pole sana, kama nilivyosema, yeye kama mzazi wao ambaye ametangulia, bado na yeye alikuwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo hawajafika umri wa kuweza labda kuanza kupima kwamba huwa inafananaje kutokuwa na mzazi. Kwa hivyo mimi faraja yao ni kwamba tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu, kwamba kwa sababu Mungu ndiye baba wa yatima. Kwa hivyo tunaamini kwamba Mungu atawatunza. Na nitumie fursa hii kumshukuru sana ndugu yetu Anthony Mavunde ambaye ni mbunge wa jimbo hili la Mtumba, lakini pia ni waziri wa madini, kwa kile alichojitolea kwa ajili ya kuwasomesha hawa watoto. Na unajua zoezi la kusoma watoto sio zoezi la ada tu, ni zoezi la malezi. Kwa hiyo mimi namshukuru sana kwa kweli kwa hili jambo alilolifanya, ni jambo kubwa. Naamini watoto watajisikia vibaya kwa sababu mzazi ni mzazi, lakini wakati huo wanapata faraja kwamba hawatapata ile tabu ambayo pengine mtoto mwingine anaipata akiwa amepoteza mzazi. Pilipili ni mtu ambaye ametuachia legacy kubwa sana ndani ya nchi na hata nje ya nchi. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa mchango wake huo katika jamii yetu. Kikubwa zaidi ni moyo wake safi wa kusaidia mtu ambaye hata hausiani naye, hana undugu naye wowote. Hilo ndio jambo kubwa ambalo nalikumbuka kwake. Ni mtu ambaye alikuwa hana makuu kabisa. Yani sio sababu amekufa. Hata angekuwa hapa hai, ningekwambia hivyo. Ukiachana na yote, MC Pilipili hakuwahi kuishi bila kumsahau Mungu. Kwa namna yoyote ile alikuwa ana hofu ya Mungu. Alikuwa anazunguka na kwenda anafanya kile anachokifanya, lakini bado hofu ya Mungu ilikuwa iko pale. Hiyo ndio kikumbuka. Kwamba hata tuwe ni watu wa namna gani katika jamii zetu, tusiweze kusahau Mungu. Hilo nitaendelea kulikumbuka, na hilo naliona ikiwa kitu cha kipekee sana kwa sababu watu wengine mtu akipata umaarufu fulani katika jamii anaweza akalisahau hilo, lakini yeye hakuweza kulisahau hilo hata mara moja. Mimi naitwa Emmanuel Mbaule. Mimi ni mdau wa Dodoma, lakini still ni kijana ambaye nipo Dodoma. To be honest, kitu cha kwanza kabisa, yani bila kujua kwamba mtu anaishi maisha aina gani, kutoa uhai wa mtu sio sawa katika maisha ya binadamu tu, katika maisha ya kawaida. Kwamba sababu ya kifo ni kupigwa na binadamu wenzako mpaka kufa, sio sawa. Lakini MC Pilipili, mimi katika maisha yangu yote nimefahamiana na MC Pilipili na namfahamu, sijawahi kusikia ana skendo aina yote ile. Aidha kagombana na mtu au kapigana na mtu au kadhulumiana na mtu. Mimi nizungumze, sijawahi kusikia. Jamaa moja ya kitu ambacho ilikuwa ni silaha yake kubwa, hata akichukia anacheka. Ogopa mtu wa namna hiyo, kwamba utagombana naye saa ngapi. Lakini kingine ni kwamba waliofanya, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, wanaonekana ni watu ambao walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kufanya kitendo hicho. MC Pilipili, kinachotuumiza zaidi ni ile tunaita cause of death, kwa maana ile sababu yake ya kifo. Sawa, kila mwanadamu atakufa na kwa wakati wake, lakini sababu yake inaumiza. Unajua kupigwa mpaka kufa, huwezi kufeel yale maumivu ambayo aliyapata before hajakata roho. Ni kitu ambacho sio sawa katika maisha ya binadamu, kwa sababu angekuwa na historia
hata ukienda ndani ya jeshi la polisi au kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kwamba jamani, huyu mtu aliwahi kuwa na hatia yoyote ile kwenye maisha yake, kagombana na mtu au kadhulumu mtu, hatujai kusikia kitu cha namna hiyo. Nimekuwa karibu nao kwa muda mrefu na mfahamu. Kila mtu alistuka kusikia kwamba jamaa ameaga dunia, alafu kija kuangalia cause of death ni kupigwa mpaka kufa. Ni kijana ambaye alikuwa anatafuta. Unajua kwenye maisha kuna umri ukifika ni lazima utafute kwa kasi sana, kwa sababu kuna umri ukifika pesa sio yako tena. Unatafuta kwa ajili ya familia yako, unatafuta kwa ajili ya watoto wako. Ndio maana kuna wakati wanaume hata tunajinyima, hata nguo unaweza usinunue, lakini unahangaika familia yako ipate nafasi ya kuishi kwenye maisha bora. Wengine tumetokea kwenye maisha ya shida sana, lakini hatutaki watoto wetu waishi kwenye maisha tuliopitia sisi. That's why tunapambana kuhakikisha kwamba watoto wetu wasipite kule ambako sisi tumepita. Na ndio MC Pilipili alichokuwa akipambana ni kwa ajili ya familia na watoto wake waishi kwenye maisha bora. Leo unasikia kuna binadamu amekatisha uhai wake kwa maksudi eti kwa kumpiga. Guys, very bad. Very bad. Lakini tunaliachia jeshi la polisi kwa sababu jeshi la polisi naamini lina weledi, lina uwezo na lina nia ya kuhakikisha kwamba linawatia mbaroni wale wote waliohusika kusababisha kifo cha MC Pilipili. Umati unaouona sio umati ambao yawezekana umekuja kwa sababu tu yani hewani. Umati unaouona ni sababu ya maisha aliyokuwa akiishi na watu. Haya ni majibu tosha kwamba mtu huyu alikuwa akiishi kwenye maisha bora na watu. Alikuwa anajua kuishi na watu. Yule jamaa yani alikuwa muda wote ni mtu wa kucheka, muda wote mtu wa story. Alikuwa anaongea sana, lakini kule kuongea sana ilikuwa ni faida kwa watu wengine. Unaelewa? Lakini jamaa inaumiza kucheki kwamba mtu wa karibu na mfahamu kalala kwenye jeneza, cause of death ni kupigwa na wanadamu wenzake mpaka kufa. Very bad.